kunayo sura moja tu iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha kila jinsi na jina la kuitwa ndiyo iliyo sura moja inayotawala au iliyopo, na huyu ni Andegunyu. Ninazungumza kuhusu uwepo sehemu ya 17. Haijalishi uko wapi, haijalishi unaonekana vipi, haijalishi ni nani, ila katika sura hiyo ya kuonekana kwako ndiyo iliyo uwepo au utawala, ukitawala katika kila jinsi na kila jina la kuitwa kwake. Hiyo sura ya mwonekano ulionao popote pale ulipo katika jinsi na jina la kuitwa kwako ndiyo iliyo sura moja iliyopo au inayotawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Ndio maana ni sura hiyo hiyo kwa jina hilo hilo ulilonalo. Hapo hapo yule anakuita baba, hapo hapo yule anakuita mzazi, hapo hapo yule anakuita wa dunia, yani dunia, hapo hapo yule anakuita mkabila, yani kabila, hapo hapo yule anakuita mdini, yani dini, hapo hapo yule anakuita wa taifa fulani, yani taifa fulani, hapo hapo yule anakuita mlimwengu, yani ulimwengu, hapo hapo anakuita wa mbinguni, yani mbingu, hapo hapo katika mwonekano huu unaitwa shemeji, hapo hapo unaitwa wa serikali fulani, yani serikali fulani, hapo hapo unaitwa wa mbinguni, yani mbingu, hapo hapo unaitwa wa neno fulani, yani neno fulani. Na ndio maana
nimekuambia sura inayotawala, sura iliyopo ni moja tu katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba hiyo sura ulio nayo ndiyo inayotawala au iliyopo katika kila jina na katika kila jinsi kwa kuitwa kwako. Kwa hiyo ni Baba, usishangae unapoitwa mtoto. Ni mtoto, usishangae ukiitwa baba. Ni mzazi, usishangae ukiitwa mtoto. Ni wa kabila hilo, usishangae ukiitwa mkabila. Usishangae ukiitwa mtaifa. Usishangae ukiitwa ulimwengu. Usishangae ukiitwa dunia. Wewe ni wa kidunia. Usishangae wewe wa kidunia ukiitwa wa kimbingu. Usishangae wewe huyo ukiitwa katika kila jinsi na katika kila jina, kwa kuwa ni sura moja inayotawala katika kila jinsi na katika kila jina kwa kuitwa kwake. Ni sura hiyo moja ulionayo au iliyopo inayotawala katika kila jina na katika kila jinsi, ikiitwa katika kila jina na katika kila jinsi. Ni wewe huyo unaitwa familia. Ni wewe huyo unaitwa baraka. Ni wewe huyo katika kuonekana baraka unaitwa laana. Ni wewe huyo unaitwa utajiri. Ni wewe huyo unaitwa masikini. Ni wewe huyo unaitwa mgonjwa. Ni wewe huyo unaitwa mzima. Ni wewe huyo katika sura ya muonekano huu, kwa jina hilo ulilonalo uhai. Ni wewe huyo unaitwa mfu. Na katika kila jinsi na kila jina kwa kuitwa kwako katika sura ya uwepo huu, ndio uwepo au utawala mmoja unaotawala katika kila jinsi na katika kila jina, ikimaanisha jinsi muonekano ulionao katika sura ya kuonekana kwako ndio ulio sura inayotawala katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kila jina
na katika kila jinsi kwa kuitwa kwako usishangae. Ndio uwepo, yani utawala unaotawala. Ndio ni muonekano wa sura ya Mungu, lakini kwa muonekano huo huo wa sura ya kiungu unaitwa mwanadamu, unaitwa mtu, unaitwa baba, unaitwa mama, unaitwa muujiza, unaitwa baraka, unaitwa katika kila jinsi na katika kila jina. Ndio ni muonekano huu ulio nao, ndio sura moja iliyopo au inayotawala katika kila jina na katika kila jinsi, ikimaanisha kila jina na katika kila jinsi ndiyo sura hiyo ya muonekano ulionao katika jinsi na jina hilo. Kama ilivyo mwili wako, kwamba kila kiungo ni jina la sura ya mwili wako katika kila jinsi na kuonekana kwako. Kila kiungo ni sura ya mwili wako. Kwa hiyo usishangae wewe huyo katika mwili huu kwa jina la kuitwa kwako ukaitwa una moyo. Yule ni moyo mzuri. Wewe ni pumzi nzuri. Wewe ni uzao mzuri. Wewe ni mtembeaji mzuri. Kimaanisha jinsi ulivyo katika mwili huo, kwa jina hilo usishangae ukiitwa katika kila jina la kiungo kilichopo. Kwa kuwa kila kiungo kilichopo kwa jina lake ndio jina na sura ya muonekano wa mwili wako wote. Ndivyo ilivyo popote pale ulipo, kwamba sura inayotawala au iliyopo ni moja katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake, ikimaanisha kwamba hiyo sura ya muonekano wa jina hilo ulilonalo
kwa kuitwa kwako ni moja katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Dini hiyo ulionayo ni moja, ikimaanisha sura ya dini hiyo iliyopo au inayotawala ni moja katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Usishangae katika ulimwengu ukaitwa kwa jina la dini ile. Bado ni sura ya dini yako hiyo, inatawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Na si kwamba kukawa na sura nyingi za uwepo au utawala wa dini, bali dini moja, mtu mmoja, taifa moja kwa jina husika, kiungo kimoja, mamlaka moja, kabila moja hilo kwa jina husika, kijiji kimoja hicho kwa jina husika, neno hilo moja kwa jina husika. Jinsi ulivyo hapo mmoja katika sura ya muonekano husika, ukiwepo au ukitawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Ikimaanisha kila jina unalolisikia, kila sura unayoisikia au iliyopo, ndio sura yako ya muonekano wako huu katika jinsi na jina hilo kwa kuitwa kwako. Ukiona mnyama usishangae, bado ni sura hiyo ulionayo iliyopo au inayotawala katika jinsi na jina la kuitwa kwake. Ukiona moto usishangae, ukiona chochote usishangae, kwa kuwa ndio iliyo kila jina na jinsi ya kuitwa kwake katika sura hiyo ulionayo hapo ulipo, popote pale katika jinsi hiyo. Kwa hiyo katika ulimwengu wote kuna sura moja ambayo
ndio ulimwengu wenyewe katika jinsi na jina lake, ukiwepo au ukitawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Ni ulimwengu. Ukiitwa dunia ni ulimwengu. Ukiitwa mbingu bado ni ulimwengu. Ukiitwa taifa bado ni ulimwengu. Ukiitwa wewe mtu bado ni ulimwengu. Ukiitwa kiungo cha mwili wako bado ni ulimwengu. Na kufanya kila jinsi ya uwepo wa sura hiyo ulionayo iliyopo, ndio uwepo au utawala katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake. Hivyo hivyo ulivyo, ndio unaitwa katika kila jina na katika kila jinsi. Muonekano wa sura hiyo hiyo ulionayo inayotawala ndio inayoitwa katika kila jinsi na katika kila jina kwa kuonekana kwako. Ndio maana nimekwambia hivyo hivyo ulivyo mtoto hapo ulipo. Unaitwa katika kila jina na katika kila jinsi kwa muonekano huu ulio nao. Unaitwa mzazi. Hivyo hivyo ulivyo. Unaitwa tajiri. Hivyo hivyo ulivyo. Na majina mengine hata ya wanyama, hata ya viumbe vingine, hivyo hivyo ulivyo unaitwa. Haimaanishi sura yako imebadilika. Na umekuwa na sura mbili, bali ni sura hiyo hiyo moja katika kila jinsi ya uwepo au kutawala, ikiitwa katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwake. Ni mama. Hivyo hivyo ulivyo unaitwa mke. Hivyo hivyo ulivyo unaitwa mtoto. Na wewe hapo ulipo, hivyo hivyo ulivyo unaitwa katika kila jina. Hivyo ulivyo, kimaanisha kila jinsi na kila jina ndio jina la sura moja ulionayo hapo ulipo katika jinsi na jina hilo. Ikimaanisha jinsi ya sura ulionayo katika jina hilo ndio umoja, ndio sura moja, utawala mmoja, uwepo mmoja, mamlaka moja ya kila jina na kila jinsi
yoyote iliyopo, au ya kila jinsi na kila jina kwa kuitwa kwake. Leo hii inaishia hapa, sehemu ya 17. Usikose sehemu ya 18 wiki ijayo. Basi pokea sura moja ya uwepo wako. Pokea uwepo wa sura moja katika kila jinsi na kila jina kwa kuitwa kwako. Pokea uwepo wa sura moja hiyo katika kila jinsi ya kuitwa kwako. Uwepo wa sura moja hiyo katika fedha, katika mali, katika utajiri, katika mafanikio, katika ndoa, katika amani, katika utulivu. Pokea mamlaka moja ya sura yako hiyo. Pokea uwepo wa mamlaka moja ya sura ya jinsi ya kuonekana kwako popote pale ulipo. Umoja wa ndoa hiyo, umoja wa kabila hilo, umoja wa taifa hilo, umoja wa dini hiyo, umoja wa dhehebu hilo, umoja wa taifa, umoja wa mbingu, umoja wa dunia, umoja wa mbingu na nchi, umoja wa fedha, umoja wa uponyaji, umoja wa muujiza, umoja wa kila jinsi ulivyo popote pale katika sura ya uwepo huo au utawala huo katika jina hilo na jinsi hiyo ya kuonekana kwako. Kwa hiyo nimekupatia uwepo wa umoja wa sura hiyo ulionayo katika kila jinsi na katika kila jina la kuitwa kwako. Pokea na iwe kwako. Tazama fundisho hili katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyu. Basi na umoja wa sura ya muonekano wako huo katika jina hilo, katika kila jinsi na jina la kuitwa kwako, iwe